Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Leo nataka kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wameuliza. Lakini kabla ya kujibu maswali nitoe maelezo yafuatayo. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiomba sana, hatukupendezwa na hii hali ya kujibu na kuendesha vipindi kwa njia ya audio. Tumemwomba Mungu asante kwa wote walioshiriki kuchangia. Tumepata vyombo vizuri tu vya kurekodia ili vipindi vyetu viwe live, kujibu maswali kuwe live na masomo yetu yawe live. Nadhani mmekwisha anza kuona matokeo. Na kwa sababu siwezi kujirekodi mwenyewe, basi mtu wa kunirekodi vipindi amekuwa kisafiri umbali mkubwa kuja kunirekodi na kurudi. Sasa imekuwa ni vigumu kwamba atanirekodi Jumapili, atanirekodi Jumatano. Kwa safari na umbali uliopo imekuwa ni vigumu. Mpaka hapo nitakapokuwa nimepata mtaalamu ambaye anaweza kufanya kazi hiyo kila ninapohitaji kurekodi. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu, ndio maana wengine wameuliza kwa nini maswali? Ukweli maswali yamekuwa ni machache, lakini hata hayo machache nimekuwa nikiyajibu na mjibu mtu inbox. Nimekuwa nikimjibu mtu moja kwa moja inbox. Na maswali mengine nimejibu kwa kuandika. Kwa sababu sikutaka kurudi tena kwenye audio wakati tumeanza kutoa video. Lakini baada ya kuona maswali yamekuwa mengi, kuandika sitatoa majibu yanayofaa au kumjibu kila mtu inbox. Nimeona nitumie nafasi hii kuyajibu haya maswali tena kwa audio, lakini nataka ijulikane kwamba hatutaendeleza ule utaratibu wa kila Jumatano kujibu maswali, kwa sababu utakuwa na gharama yake kubwa ya kuja kurekodi vipindi Jumatano, kurekodi vipindi Jumapili, mpaka hapo baadaye tutakapokuwa tumejipanga. Maana kazi hiyo inahitaji kuwa na mtu wa karibu wa siku zote wa kudumu, sio mtu wa kusafiri. Leo nitajibu maswali haya kwa njia ya audio, lakini haitakuwa njia ya kuendeleza ya kudumu. Tutajibu pale inapowezekana, na wengine majibu yao nitaendelea kujibu inbox, na mengine yasiyo ya lazima sana sitayajibu. Maana nimeona kuna majibu yanatokea katika group, watu wanajaribu kujibu maswali ya wengine. Nashukuru kwa ajili ya hilo na Mungu awabariki. Leo ni jibu swali la ndugu la kwanza la ndugu ni DKR Tana. Sijui na maana ni Dr. Tana kutoka Kenya. Yeye ameuliza kutoka Mathayo 24 mstari wa 18. Anasema, Biblia inasema kwamba aliye shambani asirudi nyumbani kuvichukua vitu vyake. Sasa anauliza, aliye shambani ni mtu aliye katika ufalme wa Mungu? Ameuliza swali namna hiyo. Nasema ndio. Shamba linawakilisha utumishi. Wewe kama umeokoka unafanya kazi ya Mungu, maana yake uko shambani. Kama uko shambani uko katika utumishi, maana yake uko katika ufalme. Aliye shambani asirudi, asiache, asirudi nyumbani kuchukua vitu vyake. Shamba linawakilisha utumishi katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo aliye shambani maana yake yupo katika ufalme wa Mungu. Umeuliza Yakobo 1:13. Yakobo 1 mstari wa 13. Umeuliza swali lingine pale, unasema Biblia inasema Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Maana yake nini? Kwamba Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Labda huo mstari ni usome ili wengine wapate kuelewa vizuri. Yakobo 1 mstari wa 13 unasema,
Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Jambo la kujaribu, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, ni siku chache zilizopita nimejibu swali kama hili kwa urefu na ufafanuzi mkubwa. Mungu, Biblia ya Kiswahili inasema Mungu anamjaribu, Mungu anamjaribu mtu na shetani anamjaribu mtu. Nilieleza na kufundisha kwamba iko tofauti, hii ni lugha tu, kwamba tunatumia neno moja, Mungu akamjaribu Ibrahimu, Mungu akamjaribu sijui nani, lakini ukweli wa lugha ya asili, Mungu hamjaribu mtu, ila Mungu anampima mtu. Lakini lugha inayotumika ni kujaribu, lakini Mungu anampima. Tofauti yake ni nini? Mungu anapomjaribu mtu, hamjaribu ili kumwangusha, anamjaribu ili kujua kiwango, kupandisha kiwango chake, kujua upendo wake, kujua imani yake, kujua kiwango chake, ukomavu wake, ili amuongezee thawabu, ili ampandishe viwango. Ni kama mtihani. Unapoingia katika chumba cha mtihani unajaribiwa, lakini yale majaribu ya mtihani hayakujaribu ili uanguke, yanakujaribu ili upande ngazi. Mungu anatujaribu ili kutupandisha. Kwa namna nyingine anatupima, na kama ni kutupima, hawezi kutujaribu kwa mabaya. Shetani ndiye anayetujaribu kwa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu yeye anataka tuanguke. Ndio tofauti ya majaribu ya Mungu na ya shetani. Biblia inasema Mungu hamjaribu mtu kwa mabaya. Mungu hawezi kujaribu kwa mabaya, maana akikujaribu kwa mabaya anataka uanguke, anataka upotee. Shetani ndiye anakujaribu kwa maovu ili upotee. Mungu hawezi kukujaribu kwa mabaya. Kwa mfano, hawezi kujaribu tende dhambi. Huyo sio Mungu. Mungu atakupima, atakupa mitihani ambayo ukishinda unapanda viwango. Ndio tofauti yake ya maandiko haya. Mungu hamjaribu mtu kwa maovu. Kuna si yake, umesema Luka 9 mstari wa 62. Luka 9, umeuliza tena Luka 9 mstari ule wa 62. Unasema hivi: Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Swali lako unasema kulima katika ufalme wa Mungu kuna maanisha nini? Sasa haya ni maswali ambayo unaweza ukauliza bila kufikiri. Yesu anatoa mfano katika ufalme wa Mungu. Unafananishwa, anatoa mfano kwamba ni kama mtu yuko shambani, anaacha kulima, anaanza kushughulika na mambo mengine. Ndio ametoa ni mfano. Sasa Yesu ametoa mfano na wewe unauliza swali kwenye mfano. Ametoa mfano, unauliza swali kwenye mfano. Uulizi swali la msingi, unauliza swali la mfano. Yesu alikuwa anafundisha kutumika katika ufalme. Alikuwa anawaita watu wamfuate, lakini wakawa wengine wanajitetea. Mwingine anasema kwanza nikamzike baba yangu, kwanza nirudi nikafanye hiki. Yesu anasema huwezi kutia mkono wako kwenye shamba alafu kaanza kuangalia nyuma. Huu ni mfano. Sasa uswali wako unasema kulima katika ufalme wa Mungu maana yake nini? Hatulimi katika ufalme wa Mungu, lakini ni mfano wa mkulima anayelima alafu anasimama anaanza kuangalia nyuma. Tunapoingia katika utumishi, hatutakiwi kuangalia nyuma, tunatakiwa kuangalia mbele. Hilo nadhani niondoke hapo. Kuna swali la dada Upendo Kaya wa Morogoro. Hili swali alitoa kama changamoto na watu wamejaribu kujibu wengi. Wengine wamejibu vizuri sana, naungana nao, na mimi niweke tu komenti zangu katika maswali yake. Yeye aliuliza Upendo Kaya namna hii: mtu anatenda, mtu ameokoka,
anatenda mema yote, anashiriki mambo yote, anakula chakula cha Bwana, anamtumikia Mungu vizuri. Na mwingine ni Mkristo. Amesema mtu anatenda mambo vizuri, ameokoka, anatenda mambo mema vizuri kabisa. Huyu hajaokoka, sio Mkristo, ila anatenda mambo yote vizuri, mema na uaminifu na kila kitu, lakini sio Mkristo. Na mwingine ni Mkristo, lakini anaishi maisha ya ovyo, maisha ya dhambi, maisha ya zinaa, lakini ni Mkristo. Anashiriki meza ya Bwana, lakini Mkristo. Anaishi maisha mabaya, ni Mkristo. Na huyu mwingine ni mpagani, sio Mkristo, lakini anatenda matendo mema. Swali anasema, je, yupi mwenye nafasi katika ufalme wa Mungu au katika ulimwengu ujao? Kuna watu waliojibu kwamba wote wana makosa na wote hawastahili. Hao naungana nao, kwa sababu huyu anayetumia jina la Yesu akijidai ni Mkristo huku anaishi maisha ya zinaa na dhambi ni mbaya sana. Huyu ni mbaya, na wengi tunao wamejifanya wameokoka, wanaifanya ni Wakristo, lakini wanaishi maisha ya giza, ya dhambi, wanalichezea jina la Kristo. Na huyu ambaye sio Mkristo, manake hajamwamini Yesu, lakini anajitahidi kutenda matendo mema, naye vile vile hafai, hastahili, kwa sababu dhambi kubwa namba moja, watu wanauliza hivi, ni dhambi gani iliyo kubwa kuliko nyingine? Wengine wanasema uchawi ndio dhambi kubwa, wengine wanasema uzinzi ndio dhambi kubwa, wengine uwaji ndio dhambi kubwa. Lakini mimi nikwambie kwamba dhambi kubwa ni kutokumwamini Yesu. Hii ndio dhambi inayoongoza. Kwa nini utende matendo mema wakati humwamini Yesu? Yatakusaidia nini? Matendo mema yanamsaidia nini mtu huyu? Kama huyu anazini, anafanya maisha mabaya ya dhambi, anajisingizia katika jina la Yesu Kristo, na huyu anajitahidi kutenda mema lakini hamwamini Yesu, hiyo ni dhambi kubwa ya kutokumwamini Yesu. Kwa hiyo hao wote wawili wanafanana, wote ni wenye dhambi tu, kwa sababu hata ungekuwa mwema vipi, ungejitahidi kutenda mema vipi, kama umeshindwa kumwamini Yesu, hiyo ndio dhambi itakayokupeleka katika hukumu. Ndivyo ninavyoshiriki swali hili, na wengi wamejibu namna hiyo, naungana nao. Kuna swali la Baraka Hema wa Singida. Yeye anauliza kuhusu Mungu mmoja. Amesikiliza mafundisho ya Mungu wetu ni mmoja na kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Unasema kama Yesu ndiye Mungu, kwa nini siku ya kuja kwake Yesu maandiko yanasema hata mwana hajui? Hiyo tunaiona katika Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa 36 unasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walioko mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Swali inakuja, kama mwana ni Mungu kulingana na mafundisho tuliyofundisha kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe, kwa nini Biblia inasema hata mwana hajui ila Baba peke yake? Hili swali linajirudia, nimelijibu mara kadhaa. Bahati mbaya kama wewe hukusikiliza masomo yangu, lakini ukirudi YouTube utayakuta majibu kama haya nimeelekeza kwa urefu kabisa. Nilijibu namna hii. Yesu alikuwa anafundisha, lakini wakati wa kufundisha Yesu hakuwa na waandishi wanaomrekodi. Hakuwa na waandishi waliokuwa wanaandika wakati Yesu anafundisha, yeye watu wanaandika. Yesu amefundisha, amemaliza kipindi chake cha kukaa duniani, amepaa.
imepita miaka karibu 30, zaidi ya 20, 30 huko, ndipo wameanza kuandika, Roho akiwakumbusha kuandika kwa kumbukumbu yale waliokuwa wakiyasikia. Maandiko yameandikwa, Injili zimeanza kuandikwa miaka 20 na zaidi baadaye, na kila mmoja aliandika kwa kadri alivyoweza kukumbuka. Kwa hiyo utaona wanatofautiana. Huyu jambo moja wanalieleza jambo moja lile lile, huyu anaandika kwa tofauti, huyu anaandika kwa tofauti kulingana na ufahamu wake. Alafu jambo la pili nikaeleza kuhamisha kwa lugha, kutoka lugha kwenda lugha nyingine, kutoka lugha kwenda lugha nyingine kumeathiri vitu vingi. Ili upate uhakika wa jambo, unapaswa kurudi katika lugha za asili. Na nimefundisha sana kwamba tunaposema lugha za asili tunamaanisha nini? Kwamba katika Agano Jipya au niseme Agano la Kale la kwanza liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Hiyo ndio tunaita lugha ya asili. Agano Jipya kwa mara ya kwanza liliandikwa kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Hiyo ni lugha ya asili. Biblia ya kwanza iliyounganisha Agano la Kale na Agano Jipya kwa pamoja ilikuwa ni lugha ya Kilatini. Ndio Biblia ya kwanza kuunganisha Agano la Kale na Agano Jipya pamoja. Hiyo nayo tunaiita ni lugha ya asili. Tafsiri ya kwanza kutoka Kilatini ilikuwa ni Kiingereza. Toleo la King James, Mfalme James, ambacho kinajulikana na Kiingereza cha kizamani, hakitumiki sana katika kuzungumza leo. Ile tunaiweka katika orodha ya lugha za asili. Ukirudi sasa katika Kiebrania, ukirudi katika Kigiriki, ukirudi katika Kilatini, ukirudi katika Kiingereza cha King James, haisemi habari ya mwana hapa. Haisemi. Inasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna juae, hata malaika walioko mbinguni, ila Baba peke yake. Haisemi habari za mwana. Kuhamisha lugha kuingia katika Kiswahili wameweka na mwana. Sasa wewe utaamua. Kweli hata angekuwa ni mwana asijue, Yesu asijue siku ya kuja? Biblia inasema malaika hawajui ila Baba. Hiyo ndio lugha ya Biblia. Tafsiri zilivyoendelea kutoka zinasema hata malaika hawajui na mwana hajui. Hapa tunaona kuna dosari ya kuhamisha lugha. Haiwezekani Yesu asijue siku ya kuja kwake. Nimefundisha kwa urefu hapa na kujibu kwa ufupi tu, na hiyo ndio jibu. Yesu haiwezekani asijue. Yesu ni Mungu na Yesu ndiye atakaye kuja. Nikitaka kukuthibitishia, nikupe andiko lingine la kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu na ndiye atakaye kuja. Nikufunulie Ufunuo sura ya 1. Maneno ya Yesu hayo. Nikufunulie Ufunuo sura ya 1. Angalia kwenye Biblia yako. Yesu anajulikana hivi, mstari wa 8. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuwako, atakaye kuja. Wengine wanasema hapa ni Baba Mwenyezi, sio Yesu. Je, kama kuna Baba na Yesu, anayesema atakuja ni nani? Ni Baba au ni Yesu? Katika maandiko haya anayesema aliyeko, alikuwako, aliyeko na atakaye kuja. Kama kuna Baba na Yesu, atakaye, aliyekuweko na yuko na atakuja ni nani? Ni Baba au ni Yesu? Na ndiye
Alfa na Omega, na ndiye mwanzo na mwisho, na ndiye Mungu mwenyezi. Yesu ni Mungu aliyekuweko, aliyeko, na ndiye atakayekuja. Ndiye mwanzo na ndiye mwisho, ndiye Alfa, ndiye Omega. Nimejibu swali lako ndugu yangu Baraka Hema wa Singida. Kuna swali la ndugu Batoni Sanga. Batoni Sanga yeye anauliza, umefundisha kuwa Yesu ndiye Mungu, lakini tukisoma katika Yohana 14 mstari wa 28, Yohana 14 linaungana na hilo nililokuwa nalijibu. Ni maswali yanayofanana. Yohana 14 mstari wa 28 unasema, mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Swali lake anasema, kwa nini anasema Baba ni mkuu kuliko mimi? Ana maana gani ikiwa Yesu ndiye Mungu alafu anasema Baba mkuu kuliko mimi? Somo la Mungu ni mmoja, Yesu ni Mungu, lina utata mwingi, kwa sababu watu hawaamini. Watu wanakataa kuamini kwa sababu wamesikia sana, wamejengwa sana kuhamisha. Mtu anayeamini maswali yanaisha. Watu wengi hawaamini. Ndio maana swali katika maswali ambayo nimejibu mara nyingi kupita kawaida ndio haya maswali. Lakini kwa sababu ni kwa nini? Ni kwa sababu hayaeleweki, au kwa nini? Ni kwa sababu watu hawaamini. Sio kwamba majibu hayaeleweki, ni kwa sababu watu hawaamini. Wanataka kubaki kama walivyofundishwa, kama waliosikia. Kama waandishi walivyosema Yesu ni mtoto wa Mungu. Yuko Baba, yuko Mwana, yuko Roho, wako watatu. Kuhamisha watu katika elimu hiyo ni ngumu. Watu hawaamini. Ndio maana maswali yataendelea. Lakini kwa mtu anayesoma na kuelewa na kuamini, ni jambo linaloeleweka. Sijui nirudieje kujibu. Ikiwa Yesu ni Mungu alafu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi, kwa nini anasema hivyo kama yeye ni Mungu? Nieleze hivi. Yesu alitumia lugha zote. Alisema Mungu Baba ni Baba yangu, naenda kwa Baba yangu, Baba ndiye aliyenituma. Alitumia lugha hiyo sio mara mbili, sio mara tatu, ni mara nyingi. Lakini alikuwa hazungumzi upande mmoja. Upande mwingine alikuwa anageuka kuonyesha yeye ndiye Mungu. Upande mwingine anasema nimetoka kwa Baba. Upande mwingine anasema mimi ndiye Baba. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Baba yuko ndani yangu. Alafu wakati mwingine anasema Baba amenituma. Na ukitaka kujua, hata waliomsikiliza, sio wewe unayesoma, wale waliokuwa wanamsikiliza, ilifika mahali walichanganyikiwa. Ukisoma Yohana 10 mstari wa 22, Yohana 10 mstari wa 22, kuna maneno yanasema hivi. Mstari wa 24, nisome mstari wa 24. Yohana 10 mstari wa 24. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, tuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Kazi hizi ninazozifanya ambazo ni za Baba ndizo zinazonishuhudia mimi ni nani. Maana kazi ninazozifanya hakuna mtu mwingine anaweza kuzifanya isipokuwa ni Baba. Sasa kama mimi nazifanya zinanishuhudia mimi ni nani? Wanasema natuhangaisha, tuambie. Hata Wayahudi walichanganyikiwa kwa sababu walikuwa wanashindwa kumuelewa.
Yesu anasema nikiwaambia hamwamini. Unaona? Huwa hamwamini, ndio shida yenu. Kwamba ninawaambia lakini hamwamini. Hebu nikuonyeshe mstari mwingine. Yohana 6 mstari wa 28 unasema, basi wakamwambia tufanyeje ili tupate kutenda kazi za Mungu? Maana Yesu hawakumwamini kuwa ni Mungu. Wanataka awape maelezo wajue kuzitenda kazi za Mungu ambaye yuko mbinguni, lakini sio huyu ambaye ni Yesu. Niruke nisome mstari wa 36. 36 Yesu anasema, lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wanataka kumjua Baba. Yesu anawaambia, nimewaambia ya kwamba ni mimi, mmeniona lakini hamwamini. Lakini baada ya kusema hayo, hebu tuangalie mstari wa 37. Au niruke nisome mstari wa 30 na ngapi? 38. Au hapo nipache pasitucheleweshe muda mrefu, niende sura nyingine ili nikuonyeshe hasa yale ambayo yalikuwa yanawasumbua watu. 7 Yohana mstari wa 28. 7 mstari wa 28 unasema hivi, Yesu akapaza sauti hekaluni akifundisha na kusema, yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. 28 Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua, na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli. Aliyempeleka Yesu nani? Ni yule wanayemuita Baba. Anasema msiyemjua. Kwani Yesu anasema aliyenipeleka hamjui. Wangemjua, wangemwamini Yesu. Yesu alizungumza kwa mafumbo, kwa sababu unabii ulisema Yesu hatajiweka wazi. Ni Mungu, lakini hatajiweka wazi. Wenye kumwamini watamwamini. Mpaka leo Yesu hajajiweka wazi. Wale wanaoamini wamemwamini, wasioamini wenye kutafuta maandiko na ushahidi hawatamwamini Yesu mpaka mwisho. Hawatamwamini. Yesu ndivyo alivyo. Hebu nikuonyeshe maandiko mengine. Sura ya 14 mstari wa 13. Yohana 14:13. Au ni kabla ya kufika huko niangalie sura ya 8. Sura ya 8 walimuuliza Yesu, wakasema 8:19, basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamjui. Kama mimi ni baba afu nauliza yuko wapi baba yako, maana yake hata mimi hamnijui. Baba hamjui na mimi hamnijui. Kwa nini Yesu anazungumza maneno haya? Maana yeye ndiye mwenyewe. Nimepata kusikia habari ya mtu ambaye alikuwa ni mkubwa, ana kampuni. Kuna mtu alienda kuonana na huyu mtu tajiri mwenye kampuni, lakini alikuwa na umbile dogo kama mtoto. Alikuwa na umbile kama mtoto mdogo, kama mtoto wa darasa la 3 la 4, yani kama mdogo kabisa. Na ndiye bosi. Alipofika kwenye ofisi ya huyu tajiri, alimkuta, akamuuliza, je, naweza kuonana na bosi? Yule bosi hakusema mimi ndio bosi. Alisema hapana, hayupo. Yule mtu akaondoka. Akarudi siku ya pili, akamkuta, akamwambia, bosi yuko wapi? Yule bosi kwa kweli ana umbile dogo, wanadhani kwamba anadhani ni kibarua. Akasema bosi hayupo. Akatoka tena.
anapoambia watu nje kwamba nilikuwa na shida na bosi, lakini na jana nimekuta hayupo na leo nimekuta hayupo, wakamwambia wewe, huyo unayemkuta ndiye bosi. Hata mbona ameniambia hayupo? Ulifikira kuambia mimi ndio bosi? Unadhani Yesu angekuja aseme mimi ndio baba? Yesu angekuja angesema mimi ndio baba, ndiye Mungu. Lakini wale wenye kumwelewa walimuelewa. Hata leo wenye kumwelewa wanamuelewa. Wale wenye kushika na mashaka na maandiko hawamuelewi na hawatamuelewa. Yesu ni Mungu. Ndivyo ilivyo. Anasema mimi hamjui wala baba hamjui. Ukiendelea katika mstari wa 24 anasema, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki kwamba mimi ndiye. Ana maana gani? Msiposadiki kwamba mimi ndiye Mungu mwenyewe, mnamtafuta baba, mtakufa na dhambi zenu. Yesu alikuja kwa asili. Yesu anajulikana kwa mafunuo, sio kwa akili. Maswali yenu na swali mengi na udadisi, hamuwezi kumjua Mungu, hamuwezi kumjua Yesu. Yesu tunamjua kwa kuamini na neno lake, kuliamini. Udadisi hutamjua Mungu. Yesu amejifunua ndiye Mungu. Ukienda sura ya 14, hebu nikupe mfano mwingine. Yako maandiko mengi sana. Mstari wa 14:13 anasema, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Lolote mkiomba kwa jina langu nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani yangu, ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Yeye mwenyewe tumuombe, atafanya yeye. Ukienda katika maandiko mengine, kwa mfano sura ya 16, mstari wa 23, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa. Kuna maandiko yanasema mkiniomba mimi nitawapa. Kuna maandiko yanasema mkimuomba Baba atawapa, lakini kwa jina langu. Hivi ujiulizi, kwa nini maandiko mengine yanasema mkiniomba mimi mniombe kwa jina langu nitawapa? Maandiko mengine yanasema muombe Baba atawapa, lakini kwa jina langu. Hivi ufikiri watu hawezi kutumia akili juu ya jambo kama hili? Kwamba Yesu ni Mungu anajulikana kwa mafunuo na siri, kwa imani. Kama ni kwa maandiko na kwa kutumia akili, watu hawawezi kumjua Mungu. Hawawezi kabisa kumjua Mungu. Kuna mifano mingi katika sura ya 16. Sura ya 16 hiyo ukisoma mstari wa 7 unasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Wakati maandiko mengine yanasema Baba atampeleka kwenu, maandiko mengine yanasema mimi nitampeleka. Je, watasaidiana kumpeleka Baba na Mwana? Maana yake Baba atampeleka kwenu na mimi nitampeleka kwenu, ni yule mmoja. Wenye ufahamu wanaelewa. Mstari wa 15 sura ya 16 anasema, na yote alionayo Baba ni yangu. Hebu fikiri, mbona maandiko haya watu hawayakai na kuyatafakari? Kwa nini Yesu alisema wameshika tu neno? Mbona Yesu alisema kuna Baba? Mbona Yesu alisema yuko Baba amenituma? Mbona Yesu alisema Baba yangu ni mkubwa? Lakini maandiko mengi ambayo Yesu anajieleza hawaulizi, hawatafakari, hawayafuatilii. Kwa nini Yesu anasema yote alionayo Baba ni yangu? Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Yote mnayosema ya Baba ni mimi.
ni ya kwangu mimi. Je, unadhani yuko baba alafu yuko mwana? Watu hawajui maana ya mwana. Maana ya mwana katika Biblia ni nini? Biblia inaposema Yesu mwana, ina maana gani? Ina maana Mungu amemzaa? Hapana. Neno la mwana linaonyesha unyenyekevu. Watu wanafikiri Mungu amezaa mwana, ana mtoto. Mungu hana mtoto. Yeye alikuja kama mwili, amevaa mwili, akajitambulisha kwa jina la mwana, kuonyesha unyenyekevu na utii wa kushuka na kufanana na mwanadamu. Watu hawaelewi kwa nini Biblia inasema Yesu ni mwana. Unaona? Mstari mingi inayosema inatuambia hayo. Mstari wa 26 unasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Mtaomba kwa jina langu, mtaniomba mimi. Yesu ni Mungu. Yesu anaposema Baba ni unyenyekevu. Nikupe andiko la mwisho, Mathayo 11. Nimejibu sana maswali kama haya, najaribu tu kupanua elimu, wala sishughuliki kujibu sana swali, lakini kuwaelewesha watu kwamba watu wamwamini Yesu kwamba ni Mungu. Maswali yanakuja, kwa nini amesema hivi? Kwa nini? Maswali hayo ndio yanawapoteza watu wasimjue Yesu kabisa. Hebu sikiliza maneno haya ya Mathayo 11 mstari wa 27. Mathayo 11 mstari wa 27 inasema hivi, akasema, ni Yesu huyo, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Unaona? Anakiri kwamba yuko Baba yangu, kwa sababu hapendi ijulikane kwamba yeye ndiye Baba. Nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Anaendelea kusemaje sasa? Anasema, wala hakuna amjuae mwana. Hakuna amjuae mwana ila Baba ndiye anayemjua. Wala hakuna amjuae Baba ila mwana. Yesu ana wanafunzi wake hapa duniani, anawaambia hakuna anayemjua mwana, ambaye ni yeye mwenyewe. Hakuna anayemjua, ni Baba tu ndiye anayemjua mwana, na hakuna anayemjua Baba, ni mwana tu anayemjua. Unaelewa maana ya lugha hii? Na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Hakuna anayemjua Baba, hakuna anayemjua mwana, ni yule ambaye Mungu amependa kumfunulia. Kumjua Mungu ni ufunuo wa Mungu. Niishi hapo. Agustino Lukunda kutoka DRC Congo anauliza habari ya maana ya mihuri 7 katika Ufunuo na kuvunjwa kwa ile mihuri. Haya nimefundisha zaidi ya mara moja kitabu cha Ufunuo, nimefundisha sana. Mimi nikushauri tu nenda katika YouTube. Masomo haya yapo kwa kirefu. Rudi YouTube ukajifunze, nimefundisha sura na mihuri yote. Rudi YouTube utajifunza zaidi kuliko kujibu kwa muda mfupi namna hii kuelezea somo la mihuri. Lakini kwa ufupi ujue kwamba mihuri ni kitu kinachofunga kwamba jambo lisifanye kazi. Unabii wa Agano la Kale na mambo mengi katika Agano la Kale yalifungwa, yalitiwa muhuri. Maana yake yalifungwa, yalisimamishwa, yalistopishwa, yasifanye kazi mpaka wakati ulioamriwa, yalitiwa muhuri. Agano Jipya lilianza kuvunja mihuri, kufungua mihuri, kuvunja mihuri. Maana yake mambo yaliyosimamishwa yasifanye kazi, sasa ulifika wakati yaanze kufanya kazi, yaanze kutokea. Ndio maana ya kuvunja mihuri. Mihuri, kutia muhuri ni kuzuia kitu kisifanyike. Kufungua mihuri ni kuruhusu kitu kianze kufanyika, kianze kutokea. Kwa hiyo katika Ufunuo unaeleza mambo ambayo tayari muda wake wa kufunikwa umeisha, sasa yanaanza kutokea. Ndio maana tunakataa kwamba kitabu cha Ufunuo hakitabiri, kinafunua mambo yaliyofichika, yaliyofunikwa.
Watu wanakichukua kitabu cha Ufunuo, wanasema kinatabiri, wanayapeleka mbele. Upotofu unaanzia hapo. Swali lingine ambalo ni swali la 6 linatoka kwa ndugu Nikolaus Mahembuke. Nikolaus Mahembuke wa Dar es Salaam. Yeye anauliza, Nikolaus Mahembuke anauliza, kwa nini maombi ni mengi makanisani? Kwa nini maombi ni mengi makanisani, lakini madhihirisho ya kimungu ni machache? Kwa nini? Kwa nini maombi ni mengi sana makanisani, lakini madhihirisho ya kimungu ni machache sana? Ninachoweza kujibu hapa ni hiki. Kuna majibu mengine tunayajibu kwa neno la Mungu, mengine tunaangalia hata kwa uzoefu tu. Kwa umri, namshukuru Mungu kwa umri nilio nao, na tangu nimeanza wokovu nikiwa kijana mdogo, nimekulia katika wokovu, na sasa nimekuwa na umri huu, nimeona mengi. Nimeona kanisa linavyorudi nyuma. Kanisa linavitoa vitu vya kimungu, linavipeleka nje, linachukua vitu vya nje, linaviingiza ndani. Kwa hiyo kanisa limetoka nje ya mstari. Maombi yanayoombwa leo ni mengi sana, sio maombi ninayoyajua mimi kibiblia, sio maombi. Leo maombi mengi ya kufunga, sijui ya kuvunja nguvu gani, sijui maombi ya kuletewa na bahasha, sijui maombi ya kufunga, kufungua mamlaka, maombi ya kuamuru, maombi ya kuachilia, sijui maombi ya kufanya nini. Kuna matamko, kuna tamkia baraka, kutamkia mafanikio, maombi kuvunja. Ni maombi mageni kabisa, wala hayajibiwi. Kitu ambacho nimekishuhudia katika maisha yangu yote na utumishi wangu, nguvu maombi ninayoyafahamu hayapo leo, yamebaki kwa wachache. Maombi yanayoombwa leo makanisani yametengenezwa na watu, yamejengwa juu ya imani zisizo na msingi. Maombi mengi kweli kweli, wengine hata kuomba hawaombi. Tutamke. Maombi mengine ni ya kuombewa, watu wafuatishe. Mtu mmoja naomba, wanafuatisha. Ukiona maombi yapo kanisani, ni mtu mmoja ameyatengeneza. Watu wote wanaomba kulingana na maombi aliyoyatengeneza mtu, sio roho tena anayeweka maombi ndani ya watu. Leo tuna ombi mawili, leo tuna ombi moja, leo tuna maombi matatu. Unawezaje kwenda mbele za Mungu ukapewa maombi ya kuombea? Inawezekana? Ni maombi gani haya? Hatukuyazoea. Kwa hiyo watu wanatengeneza, leo tuombe haya. Watu wanaombea utajiri, kuvunja umaskini, sijui kufanya nini, kuleta upako, sijui mambo mengine, kutamka. Hebu tutamke hili. Wanamtamkia Mungu kama ndugu yao. Maombi mengi, kukesha, kuabudu kumetengenezwa na taratibu za watu, wala waabudu Mungu. Kumetengenezwa tu, ni maigizo, ni usanii, na matokeo yake huoni udhihirisho wa Mungu. Huoni Mungu, nguvu zikitembea. Watu wanazisema nguvu za Mungu, lakini huzioni. Na kwa sababu hiyo watu wameomba, wamefanya vitu vyao nje ya Mungu, na nguvu na udhihirisho hautokei. Ndio maana vimewatoa nje, waze kutumia nguvu za ziada, nguvu mbadala, kwa sababu nguvu za Mungu hazionekani. Ndio maana imefungua milango sasa, nguvu mbadala zinatendeka makanisani. Mazingaombwe, nguvu za giza zinatumika makanisani. Utisho wa kutoka kuzimu unaingia makanisani. Kwa nini maombi ni mengi, madhihirisho machache? Nimependa swali hili. Ni mambo ninayoyaona mimi siku zote, yananiumiza moyoni sana, na kumbe wengi wanayaona.
Ameuliza ndugu, kwa nini maombi ni mengi sana lakini madhihirisho ni machache sana? Watu wamejitengenezea, yani ni kama vile wanamsaidia Mungu. Mioto ya kigeni imekuwa mingi sana. Lugha zimekuwa nyingi sana za kujifunza tu na kufanya mazoezi. Udhihirisho hamna. Udhihirisho hamna. Kanisa, turudi kwenye Biblia, turudi. Maombi ni Roho anayeongoza, sio mtu anayeongoza. Sio mtu anayeongoza. Roho ndiye anayeweka vitu ndani ya mtu kuomba. Swali lingine linasema, ni hatua gani za kufanya ili neno liwe lako wakati walioandikiwa walikwisha kufa? Maandiko mengi yaliandikwa, walioandikiwa hawapo kwenye Biblia. Kwa mfano, waliandikiwa Wayahudi hawapo, walioandikiwa Waefeso hawapo, walioandikiwa Warumi, wa Korintho na watu mbalimbali, wote walioandikiwa hawapo. Tupo sisi. Tunatumia njia gani kufanya ili neno lile ambalo waliandikiwa wale ambao walishakufa tulichukue liwe la kwetu tulio hai? Nikwambie hivi. Mfano, kitabu cha Ufunuo, ujumbe ule uliandikwa kwa makanisa 7. Inasema vinara vya taa 7, ambayo ni makanisa 7. Makanisa 7 kibiblia yanawakilisha ni ukamilifu. 7 ni ukamilifu wa Mungu. Ile 7 inawakilisha ukamilifu wa kanisa lote la dunia. Ndio namba 7. 7 inawakilishwa na ukamilifu wa Mungu. Makanisa 7 manake ni ukamilifu wa kanisa la Mungu duniani, na sisi tumo ndani ya yale makanisa 7. Kwa hiyo yale walioambiwa yanatuhusu sisi. Yesu alipozungumza na Waefeso, na sisi tumo ndani. Alipozungumza na Wakorintho, na sisi tuko ndani. Ingawa mambo mengine yalikuwa yanahusu mila zao, hayo tunayaona katika maandiko kwamba hapa lilihusu mila hizi na hizi, hapa linatuhusu sisi. Ukisoma kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza sura ya 10, Korintho ya kwanza sura ya 10, Korintho ya kwanza sura ya 10, ule mstari wa 11. Korintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 11 unasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Mambo yalikuwa yanaandikwa, wanafundishwa, wanaambiwa, yanaandikwa ili yaje yatufikie na sisi wa leo. Ni Mungu aliweka mpango huo. Ukisoma pia Warumi 15, ukisoma pia Warumi 15 unakuta maneno kama hayo, mstari wa 4. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Nimesema 7 ni ukamilifu wa Mungu. Ndio maana tunaona kuna taa 7, vinara 7 vya taa 7, kuna roho 7, kuna macho 7 ambayo inawakilisha kanisa, ukamilifu wa Mungu kwa kanisa lake duniani. Anazungumza habari ya wenye uhai wa 4 inawakilisha pepo 4 za dunia, kwamba na sisi tuko ndani yake. Kwa hiyo haya maneno si kwamba walioandikiwa walishatoweka, sisi hayatufai. Chukua neno la Mungu kama linasema na wewe. Ndio maana Yesu anasema neno lake halichakai, neno lake linadumu, neno lake li hai, linaishi. Tambua hivyo, neno la Mungu linaishi. Mbingu na nchi zitapita, neno litadumu, linabaki, linaishi, na vizazi vijavyo litaendelea kuwa hai na kuishi.
tutakufa, tutaliacha, linaishi. Wale walioandikiwa wakati ule liliwafaa kwa kizazi chao, na muda wao ulipopita lilikuja kwa wale wanaokuja na wanaokuja na wanaokuja, maana neno la Mungu li hai siku zote, ni neno la milele. Vitu vyote vitapita, lenyewe linabaki. Kwa hiyo Wakristo wajifunze kusoma neno la Mungu, sio kwamba lilikuwa la watu fulani, ni neno la Mungu. Swali lingine, ndugu Niko Mahebuki amesema kuto kusoma Biblia kwa kufuata kanuni. Kuto kusoma Biblia kwa kufuata kanuni, au watu kusoma Biblia bila kufuata kanuni. Huoni kuwa tunatumainishwa ahadi hewa zisizoweza kutimia? Ikiwa watu wanasoma Biblia bila kufuata kanuni za kusoma Biblia, bila kufuata kanuni za kufasiri Biblia, huoni kwamba tunatumainishwa ahadi hewa zisizoweza kutimia? Ameuliza swali, mimi najibu ndio. Watu wanatumainishwa matumaini mengi, ahadi nyingi, mambo mengi wanayangojea, lakini hayatatimia na hawatayaona. Leo nasikia watu wanalalamika, siku hizi Mungu hajibu maombi, siku hizi Mungu anaona ahadi zake zinadumu, lakini tunaona maombi hayajibiwi. Sisi tumekosea wapi? Mungu hajibu maombi ovyo ovyo. Ujinga unapokaa kwetu, Mungu hawezi kujibu maombi. Hebu nitamke neno lingine hapa. Mungu anaweza mambo yote, hakuna jambo linalomshinda, lakini haina maana kwamba Mungu anafanya mambo yote. Hebu elewa tofauti. Mungu anaweza kufanya mambo yote, hakuna jambo la kumshinda, anaweza. Lakini haina maana kwamba Mungu anafanya mambo yote. Hapana. Yako mambo mengi Mungu hawezi kufanya. Yako mambo mengi Mungu hawezi kujibu. Biblia inasemaje? Anajibu tukiomba sawa sawa na mapenzi. Hajibu kila kitu. Maombi mengi hayajibiwi. Watu wanajaribu kufundisha hatua 7 za kujibiwa maombi, hatua 10 za kujibiwa maombi, hatua ili maombi yako yafike mbele za Bwana. Si kuna sadaka, si kuna nini, huo ni uongo. Mungu, kuna maombi unaweza kuomba mpaka utakufa, utazeeka, Mungu hatajibu. Mungu anajibu kile kilichoombwa sawa sawa na mapenzi yake yeye. Hajibu kwa sababu ya mapenzi yako. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo watu wametumainishwa mambo mengi hewa, na hayajibiwi na hawatayaona. Ni lazima tumfuate. Watu wanataka Mungu aingie kwenye mipango yao, wanapanga mipango yao ili Mungu aingie, atie muhuri mipango yao, ajiingize kwenye mipango yao. Ndio haitatokea. Sisi ndio tunaingia kwenye mipango ya Mungu. Kile Mungu alichokipanga sisi tuingie, tuwe tunaelewa, tuwe hatuelewi, tunalazimika kuamini na kuingia katika mpango wa Mungu. Sio Mungu aingie kwenye mipango yetu. Hapana. Mungu anajibu sawa sawa na mapenzi yake. Hajibu kila kitu. Hajibu kila kitu. Tunataka wote tutajike, wote tuwe na magari, wote tufanikiwe, Mungu hawezi kujibu maombi hayo. Watu wanafunga, watu wanakesha. Mungu atafanya sawa sawa na mapenzi. Biblia inasema tafuteni mapenzi ya Mungu mkihakiki ni mambo gani yanayompendeza Mungu. Kazi yetu ni kutafuta ni nini kinachompendeza Mungu. Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu tusaidie kuyatambua yale yanayokupendeza. Tuombe sawa sawa na mapenzi. Kwa hiyo nimeandika kitabu kimoja nacho kwa wale walionunua, kinaitwa Matumaini Yasiyo na Tija. Watu wengi wanatumaini mambo makubwa sana kwa Mungu, lakini hawayapati na hawatayapata.
kwa sababu wametumainishwa hewa. Yako matumaini yasiyo na tija, yasiyo na faida, yamejaa kwenye vichwa vya Wakristo kwa sababu wamekosa kulielewa neno la Mungu. Na Mungu hatageuza neno lake kwa sababu wewe umeelewa vibaya. Wewe lazima uingie katika kumjua Mungu. Mungu hataingia kwako, wewe uingie katika mpango wa Mungu. Swali la mwisho la ndugu Mahembuki anasema, tuombeje ili iwe rahisi Mungu kujibu? Hakuna formula. Hakuna formula. Watu wametengeneza taratibu za kuomba. Ukitaka kuomba fanya hivi, anza na toba, alafu kisha toba, anza na shukurani, alafu anza hivi, alafu anza hivi. Hizo taratibu za watu. Mungu anatufundisha kumlingana Mungu, kuishi na Mungu, kutafuta mapenzi ya Mungu, kutubu dhambi, kuchukia maovu, kumcha Bwana, kukaa pamoja na Bwana, kumruhusu Bwana kae atawale maisha yako. Yeye ndiye anayetuongoza hata namna ya kuomba, kwamba omba hivi. Hatujui kuomba ipasavyo, lakini yeye aliye ndani yetu ndiye anayetuongoza namna ya kuomba. Tutaomba sawa na mapenzi yake ili maombi yajibiwe. Hatuna utaratibu tutakaosema fuata hatua hii na hii na hii ili Mungu ajibu. Tutengeneze maisha yetu na Mungu. Yamekuwepo mafundisho mengi sana, yamewapa watu shida, yamewapa watu uongo. Watu wanahangaika na hawamuoni Mungu. Hawamuoni Mungu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tunaishi nyakati ngumu, nyakati za hatari. Mungu atusaidie katika majibu haya. Nimesema nimejibu kwa audio, lakini sitajibu kila Jumatano. Watu wameuza Jumatano hii kule maswali. Nimeeleza mwanzoni. Tutajibu kwa kadri kama itaangukia wakati ambapo tutaweza kujibu kwa video. Tamshukuru Mungu, maswali tukiwa nayo tutajibu kwa video. Lakini wakati mwingine kama ni swali moja, wengine nitawajibu inbox, wengine kwa kuandika. Wakati mwingine sitajibu kwa sababu ya hali ilivyo. Ni vigumu kujibu Jumapili, kutoa jibu somo Jumapili, mtu asafiri aje kurekodi, aje safiri Jumatano arekodi vipindi vya maswali, aje tena Jumapili. Tunajaribu kupunguza gharama hizi mpaka tutakapotengamaa, labda tuwe tumeajiri mtu maalumu mwenye utaalamu akae mahali hapo. Huko ndiko tunakoomba tufike. Mungu atusaidie. Kwa hiyo msishangae iwapo baadhi ya vipindi vitakuwa vinapungua, lakini tunamaliza hatua moja, tunakwenda hatua nyingine. Mungu atatusaidia. Mungu awabariki wote mliouliza maswali na mnaosikiza. Kipindi hiki sitakituma YouTube kwa sasa, nakituma kwenye group. Kipindi hiki nakituma kwenye group. Mtakiangalia kwenye group. Mungu awabariki. Amina.